alianzisha kilimo cha zao la vanila Kisarawe Pwani. Akawaambia na ikatangazwa kwamba kila mkulima atakayekuwa anachangia milioni 10 baada ya miezi 6 atapata milioni 100. Akichangia milioni 3 sija atapata milioni karibia 50 ngapi. Kwa hiyo wakulima kiukweli wakajitoa wakachangia hela za kutosha. Ipo orodha ya waliochangia milioni 140 ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Sasa unaweza kupiga hiyo hesabu. Na wengine waliochangia milioni 3, milioni 4. Alipoweka mfukoni bwana akapotea. Wamekuja kumuona akiwa ametangazwa kwenye vyombo vya habari. Yeye bwana pamoja na mambo mengine yote huwa anajifanya pia anaweza kukuletea gari. Hata nyinyi inawezekana mmeshakutana naye. Anaweza kukuletea gari. Alimwambia Balozi Maguma atoe shilingi milioni 30 amletee gari. Na akamtumia picha za gari nyingi ambazo anaweza kumletea. Hizo kama mnavyoziona. Akimwambia wewe tuma hiyo hela haraka na kuletea gari, kituma leo ndani ya wiki utakuwa umeshaipata. Lakini wapo vijana wa bodaboda pale Mbagala, Dar es Salaam. Huyu bwana alianzisha kikundi cha kufanyaje, akawachangisha milioni. Wapo zaidi ya 100. Huyu. Nao walimuona kwenye taarifa habari, wameorodhesha majina yao yote wamenitumia. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe, Magoti Petro, alianza kumfuatilia kwa kina kabisa. Huyu bwana akatoa taarifa mkuu wa wilaya ya Kisarawe anataka rushwa milioni 5. Wakati kumbe alitaka afanye namna ya kuweza kuchomoka mikononi mwake. Na akafanikiwa akakimbia. Naye amekuja kumuona wakati tunamtangaza. Leo tunamsafirisha baada ya kuwa tumemalizana naye hapa. Tunamsafirisha aende Kisarawe. Kwa polisi Pwani watampokea na wamenirushia RB zote ambazo walikuwa wanamtafuta na kesi ambayo walikuwa wameshafungua teva, lakini anahitajika kajibu hizo kesi huko Kisarawe. Wasiojua wanafikiri na sisi tunafanya harakati. Alitokea dadangu mmoja pale akasema huyo bwana yule akasema anaitwa Alex Chigaitani, ni afisa usalama. Kwa hiyo hakuna chochote, tunataka kufifisha tukio la yule kijana aliyekuwa amekatwa kichwa kule Dar es Salaam. Tutafifishe sijui ili iweje. Lakini Alex Chigaitani ni huyo. Bahati nzuri ni kijana hapa Tabora. Nyumbani kwao ni Ichemba. Anaishi kijiji cha Ichemba. Kitabu alichoandika hichi hapa. Maria Sarungi alisema huyu bwana ni afisa usalama, wala si afisa usalama. Sasa hivi pamoja na uandishi anafanya kazi yake kwenye kampuni ya Ita ya tumbaku hapa Tabora.